wamejipanga na kuacha taratibu ziendelee kama kawaida. Mwenyekiti, kuna haja yoyote ya kurekebisha kanuni ili kitendo ambacho kimejitokeza hapo jana kisijirudie? Ni mapema mno kusema marekebisho ya kanuni, lakini mkiona inafaa wakati wa kanuni zikija, huwa sisi tunawatumia taarifa kwamba mwenye mawazo yake atoe mawazo ili tuziboreshe kanuni. Nimekuambia kwamba baada ya msimu tunatoa circular kuwa invite watu wote wenye mawazo yao mazuri katika kurekebisha hizi kanuni. Kwa hiyo wakati ukifika na wewe utaona circular yetu na wewe utatakiwa uchangie. Kwa kila mdau hatuna restrictions. Kwa kila mdau atapewa nafasi ya kutoa mawazo yake ya kuleta hii. Lakini bahati mbaya hizi zote tunazisambaza kwa clubs, kwa watu binafsi, waandishi na nini. Lakini mwisho wa siku unakuta ni club moja au mbili ambazo zimeleta mawazo yao. Unakuta ni mtu mmoja au wawili wameleta mawazo yao. Halafu mwisho wa siku vitu kama hivi vikitokea mnaanza lawama. Ndio maana nakwambia lawama tumezizoea kakaangu. Upande wa bodi ya ligi mmeumizwa kwa kiasi gani kitendo cha mchezo mkubwa wa dabi kutokufanyika hapo jana? Kwenye mpira maumivu yanatokea tu kila mara, mpaka tumekuwa sugu katika maumivu. Kwa hiyo maumivu kadri mpenzi alivyoumia ndio sasa tulivyoumia na sisi. Kwa sababu tunapopanga kitu tunakipanga ili tuwe kumalizika salama. Sasa inapotokea mshkeli, kwa sema kweli hakuna mtu anafurahia katika jambo hilo. Kwa hiyo nina imani kabisa clubs, viongozi wa clubs wataendelea kuzisoma hizi kanuni vizuri na kuwaelimisha watu wao ili jambo kama hili lisijitokeze tena. Lakini Yanga wanasema bodi ya ligi mtakapopanga tarehe mpya ya mchezo wa Yanga dhidi ya Simba wao hawatashiriki. Mdomo ni wao ndugu yangu, mdomo ni wao, akili ni zao. Kwa hiyo watakavyoamua, sisi tutaenda na ratiba zetu. Tukishaamua kwamba tumepanga mchezo, basi tunaenda na ratiba zetu. Unless kutokea jambo la msingi kabisa ambalo linapelekea kwamba hii isiwezekane kuchezwa, sawa. Lakini kwa maneno hayo unaoniambia, nasema mdomo ni wao na uongozi ni wao na timu ni yao. Mwenyekiti, huoni kama inawezekana mchezo huo usipigwe tena kwa sababu Yanga inaonekana una msimamo? Ngoja kwanza tupate tarehe. Tarehe itakapotoka ndio tutasikia mawazo ya kila mtu, atacheza au hatacheza. Mwenyekiti, jana Yanga walifika uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafuata taratibu zote za kimchezo. Pengine bodi ya ligi hamkuwapa taarifa kama mchezo huo umeahirishwa? Wewe ndio unaniambia kwamba Yanga wataenda kiwanjani. Mimi sina habari, ndio unaniambia. Asante sana kwa kunitaarifu. Kwa hali hiyo nitashindwa kukujibu kwa sababu sikujua chochote. Labda ofisi yangu inajua, lakini mimi binafsi sikujua kama Yanga walikwenda uwanjani. Hata kama unasema hukuwaona kwenye mitandao ya kijamii, hukuona kama wamefika uwanjani? Mimi mitandao si mara nyingi naingia ndugu yangu. Kwa hiyo kama wao wameruhusiwa kufanya mazoezi jana, basi ni mipango yao mizuri. Kwa sababu hao waliowaruhusu ndio hao waliowazuia Simba. Kwa hiyo walikuwa na sababu zao kwa nini wanawazuia Simba, na wao wanazo pia sababu zao kwa nini wanawaruhusu Yanga. Mimi siwezi kulisemea hilo. Basi kama ulikuwa huna taarifa, nikufahamishe Yanga jana wamefika uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafuata taratibu zote za kimchezo. Basi nakushukuru sana, na siku nyingine pia taarifa kama hizo nipe, kwa sababu mimi si mwingiaji kwenye social media hizo. Kwa hiyo nitafurahi sana ndugu yangu tukiweka urafiki huo wa kusaidiana katika kupeana taarifa. Asante sana na uendelee kufahamisha bwana. Mimi ni mvivu sana wa kusoma social media huko. Kuingia kwenye social media ndivyo. Ukipata mtu kama wewe unanipa taarifa, nitashukuru sana bwana. Sawa. Mimi nakushukuru mno. Tuko marafiki sasa au sio? Ndio, mimi na wewe ni marafiki kabisa. Kuna mashabiki ambao hapo jana wamefika uwanja wa Benjamin Mkapa, baadhi kutoka mikoani na wengine nje ya nchi.
Pengine unawaambia neno lipi? Duniani kuna hasara inayotegemewa na hasara nyingine haitegemewi. Ikitokea ya kuto kutegemewa ni bahati mbaya kwa watu waliokula hasara. Lakini nina imani kabisa kwamba watu wenye tiketi zao wakizitunza vizuri, nadhani tamko litakalotolewa litakuwa ni mwongozo kwa waliokata tiketi wataingiaje mchezo unaofuata. Sasa kwa nini hamjaomba radhi? Kwa sababu kuna baadhi ya mashabiki, baadhi pia ya wadau wa soka ambao wamepata hasara kutokana na kutokuwepo kwa mchezo wa hapo jana. Sisi bodi ya ligi ndio tumefanya makosa. Umaahirisha mchezo kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa. Kwa hiyo ukisema unataka kuisakama bodi ya ligi iombe radhi, haya labda kukuridhisha wewe mtangazaji tuombe radhi, lakini sioni sababu kwa nini tuombe radhi. Kwa hiyo upande wenu mnaona mpo sahihi, hakuna sababu ya kuomba msamaha? Mimi nasimamia katika maamuzi tuliyoyafanya. Kama ni mabaya mazuri tutajua siku za mbeleni, lakini tumefanya maamuzi kunusuru mpira wetu. Kila mtu ana tafsiri yake. Wewe utatafsiri ni maamuzi mabaya, kuna mwingine atatafsiri kwamba tumefanya sawa, na kuna mwingine yuko katikati tu haelewi kama ni maamuzi mabaya au ni maamuzi mazuri. Maisha yako ndugu mtangazaji, umeishaishi bila lawama. Hilo neno la lawama lipo na litatolewa na kila mtu anavyopenda kulitoa. Wengine watalaumu bila sababu, wengine watalaumu wanazo sababu. Basi ndio maisha ya binadamu yalivyo. Kwa hiyo mimi siwezi kuwazuia au wanaotoa malalamiko yao waendelee kutoa malalamiko, lakini maamuzi tunayoyafanya nadhani ndio maamuzi sahihi na yenye afya kwa ajili ya ligi yetu. Mazungumzo baina ya maswahiba wawili, Jacob Kapaya na mzee wetu Steven Mguto, yakinogeshwa na kujengwa kwa mahusiano ya kiurafiki, uswahiba. Kapaya kuanzia leo atakuwa special penyeza taarifa za mitandao ya kijamii kwa mzee wetu Steven Mguto. Ajitahidi afanye jukumu vizuri kabisa. Kuanzia na kupitia ushawishi wa ndugu yetu Jacob Kapaya, mwenyekiti amesema bwana, kwa kumridhisha kwa sababu ni maswahiba, basi anaomba radhi kwa walio kumbana na kadhia, lakini kinyume cha hapo wao hawakuhusika kwa lolote hili. Na wanasimamia taarifa yao, na maamuzi waliyofanya ni kwa ajili ya kunusuru mpira wa Tanzania. Sahihi. Maana yake ni maamuzi ya busara alofanyika. Mpira unarudishwa wakati wadau wakiamini kwamba bodi ya ligi ukiwemo Derek Lesu pamoja na Malusu, wao ndio wanaonekana ni watu wa kwanza kunyooshewa kidole kwa kuahirishwa kwa mchezo wa jana. Mzee Steven Mguto anarudisha mpira kwa waliokosea ambao mnawajua. Mnawajua. Waliokosea. Umesikia maamuzi aliyofanya ni kwa ajili ya kunusuru tu mpira. Yani kiufupi ni kwamba bodi ya ligi wamejiondoa katika hili, wamefanya maamuzi kwa ajili ya kunusuru mpira wa Tanzania. Waliingizwa kwenye mtego wa kufanya maamuzi ya kibusara na wameingia. Wameingia kwa sababu maamuzi yalotoka ni maamuzi ya busara, sio maamuzi ambayo yanazingatia kanuni. Who is at fault? Nadhani jana nilizungumza kwamba kwa asilimia kubwa, mimi binafsi kwa upande wangu, viongozi wa Simba wao ndio walianza kukosea. Sasa jana nilizungumza, lakini watu wengi hawakupata side ya story ya Simba. Kilichochagiza wao kufanya walichokifanya. As a journalist, naomba leo nizungumze kwa upande wa Simba. Simba walitrain mara mwisho Alhamis jioni. Uwanja wa Bunju ambao Simba wana train hauna taa. Hauna taa. Watu hilo tunalifahamu. Yani hawezi kutrain pale usiku. Kwa hiyo viongozi wakaona ni mandatory wao kwenda kutrain kwenye uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya game. Walifika uwanja wa Mkapa majira kama saa 1 kasoro hivi. Wamefika pale, kilichotokea ni kwamba wakaanza kuambiwa taarifa haipo, na kwa bahati mbaya sana wahusika ikiwemo match commissioner hakuwepo. Na nadhani siku 3 kama sio 4 nyuma
ule mkeka ulitoka, sijui match coordinator, sijui nani, match commissioner wote walitoka, lakini siku moja kabla ya game, siku ya training hawakuwepo. Ilifanyika jitihada za kuwatafuta, match commissioner akafika, na paka anafika ilikuwa majira kama saa 2 hivi, muda ushaenda kama lisali moja. Simba hapo wachezaji bado hapo kwenye basi. Jitihada za wadau ama niseme match commissioner kuhakikisha kwamba Simba anaingia ndani ku train zilifanyika, na mpaka dakika ya mwisho wakakubaliwa kwa bwana zameni fanyeni hata mazoezi dakika 40-30. Kiutaratibu alipaswa wafanye lisali moja, yani maana yake kutoka saa 1 na dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 15. Kwenye kuingia haso ndo ikawa kubwa. Baadhi ya watu ambao kwa sura kama ilivyozungumza taarifa ya bodi ya ligi walikuwa wanaonekana ni watu wa Yanga. Ni moja kati ya watu ambao walishinikiza ama waligoma Simba kuingia uwanjani. Kidogo hali ilikuwa sio sawa sana. Vurugu za hapa na pale. Kwa ripoti ambazo ninazo ni kwamba hata baadhi ya viongozi wa Simba kuna wengine walipitia mushkeli. Kuna mmoja inasemekana nguo yake ilichanwa, ambaye huyu kwa taarifa ambazo ninazo ni CEO. Kwenye vuta ni kuvute. Kwa hiyo kilichofanyika pale ni kwamba match commissioner alichukua ripoti yote kamili, kilichotokea, Simba walifika saa ngapi, ilikuwaje, wakazuia kiasi gani, nini kilitokea, vyote vikaandikwa. Simba wakarejea Bunju. Na wakiwa njiani, viongozi walifanya kikao cha dharura nini kifanyike. Walizungumza, lakini mwisho wa siku final say ni kocha mwenyewe Fadlu. Fadlu ikabidi azungumze na viongozi, aulizwe, bwana coach, kilichotokea ndo kimetokea, kesho tuna game. Fadlu akawa moja kwa moja direct akasema kwamba hawa wachezaji hawajatrain tokea jana. Paka leo tunapozungumza masaa yanafika 24. Maana yake siku nzima hawajatrain. Kurejea Bunju kutrain hawawezi kwa sababu uwanja una taa. Logistically kutumia uwanja mwingine kwa ajili ya kutrain inawezekana ilikuwa ni ngumu kwa sababu taarifa hawajaitoa. Hapo kumbuka ni saa 3 hapo inaelekea saa 4 hapo wanapoelekea. Fadlu akasema nataka to risk. Kesho wachezaji waingie uwanjani wakiwa psychologically broken kwa sababu theme ya timu kukaa kambini ni kumwandaa kifiziki lakini pia kumwandaa kiakili. Kwa tukio ambalo limetokea, Fadlu aliamini kwamba psychologically hawa wachezaji hawawezi kuweza kucheza kesho. Stand ya Fadlu ilikuwa ni kwamba kama inawezekana game isogezwe mbele siku moja maybe, lakini kesho kuingia uwanjani kwa hii hali ambayo ni jana hii. Na viongozi nao wakakaa wakaskuti kwa lugha za mtaani kwamba sisi tunaweza tukaelewa kwamba kilichotokea kimetokea, kesho tucheze game. Lakini tunazungumza kwa upande wa mashabiki sasa ambao washashuhudia tukio ambalo limetokea, social media ishasambaza mambo ambayo yameonekana. Alafu kesho maybe convincingly tu wakafungwa uwanjani. Yani maana yake siku ya game ambayo ilikuwa jana wakafungwa goli 3. Je, mashabiki wataelewa nini kimetokea? Kwa hiyo viongozi baadhi ya Simba pia wakaona hii risk ya kwenda kucheza game kesho, wachezaji wakiwa hawajafanya training. Nakumbuka paka kesho saa kifika inakuwa ni masaa takriban 48, siku 2 timu ya train. Kwa hiyo stance ya viongozi wa Simba ili kwamba kikosi chetu hakiko fit kisaikolojia na kifiziki kucheza game ya kesho ambayo ni ya jana. Maana yake hapo CEO akaagizwa bwana atoa ripoti, waambie bodi ya ligi stance yetu, lakini pia sisi tutoe taarifa. Kwa hiyo ndo side ya story ya upande wa Simba Sports Club kilichotokea kuelekea game ya Kariakoo ambayo ilipaswa ipigwe Jumamosi. Okay, sawa. Ngoja tutarejea kwa sababu wadau pia, kwa sababu ni story ambayo tumeanza kuizungumza tangu jana. Tutakwenda kusikia upande wa wadau nao wana kipi, kwa sababu bodi umesikia walichokizungumza na naondoka na kauli ya kwamba wamefanya maamuzi ya